Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine leo hii viongozi wakuu wa chama Chadema wanaendelea kupinga ripoti iliyoweza kutolewa kutokana na mauaji yaliyoweza kufanywa wakati wa maandamano ya amani ya vijana Gen Z. Hii hapa ni kutokana na tetesi na kile kinachozidi kuaminika kwamba ifikiapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 kutakuwa na maandamano ya awamu ya pili katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, ripoti iliyokuwa imeweza kutolewa kuhusiana na kile kilichokuwa kimeweza kuchangia vijana Gen Z kuaga dunia na kile kilichokuwa kikiaminika ndicho chanzo cha maandamano ya vijana Gen Z ni tofauti kabisa na kile kilichokuwa kimeweza kunakiliwa katika ripoti iliyoweza kusomewa umma na viongozi wakuu wa serikali ya CCM. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo sahihi moja kwa moja uweze kuelekea kwa ukurasa rasmi wetu wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, katika ripoti iliyoweza kutolewa na viongozi wakuu wa serikali ya CCM waliweza kuweka hadharani kwamba ni zaidi ya watu 518 walioweza kuaga dunia, jambo ambalo ni tofauti kabisa na hesabu lililokuwa limeweza kutolewa hapo awali. Ila wachanganuzi wa mambo ya kisiasa waliweza kuweka hadharani kwamba uongozi wa CCM kwa kutangaza ama kutoa ripoti ya kwamba ni zaidi ya watu 518 walioweza kuaga dunia, mtazamaji wangu, ni mfano na shule nzima ambayo ipo na wanafunzi 518 waweze kuaga dunia kwa wakati mmoja, jambo ambalo kama taifa litakuwa limeweza kupoteza pakubwa, kwani katika watu hao watu hao 518 baadhi yao wangeweza kuwa viongozi wa maana katika Jamhuri ya Tanzania. Ila kile kilichoweza kutokea, viongozi wakuu wa serikali ya CCM hawakuweza kuamini kwamba kupoteza watu hao 518 ni hasara, bali waliamini na kudhamini ya kwamba kupoteza nafasi walizokuwa wakizipigania katika serikali ambayo ipo madarakani hivi sasa ndiyo hasara. Ila katika maandamano haya mapya yanayozidi kupendekezwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, mtazamaji wangu, inazidi kuaminika kuwa maandamano ya amani. Ila ni kipi ambacho kitaweza kuzuia maandamano haya ya amani yanayozidi kupendekezwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026? Kwanza kabisa ni iwapo viongozi wakuu wa CCM wataweza kupea nafasi wananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania waweze kujiwasilisha ama kuwasilisha hoja zao na mapendekezo wanayozidi kuyapendekeza ili waweze kupata nafuu, hasa kutokana na gharama kubwa ya maisha yanayozidi kushuhudiwa hivi sasa katika serikali ya CCM. Na pia iwapo viongozi wakuu wa CCM wasingependa aibu kwa mara nyingine kwa swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji, basi moja kwa moja waweze kuitisha kikao ambacho kitaweza kujumuisha mamilioni ya Watanzania bila ubaguzi, na pia Watanzania wataweza kujisikia huru kuzungumza bila hofu ya utekaji na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Hivyo basi, kwa wakati huu, mtazamaji wangu, viongozi wakuu wa chama Chadema wanaamini kwamba itakuwa ni jambo muhimu kabisa kama kweli viongozi wakuu wa serikali ya CCM wasingependa maandamano kwa awamu ya pili, jambo ambalo itakuwa ni taswira mbaya kwa uongozi mzima wa CCM kwa maandamano kufatanishwa mara kwa mara, jambo ambalo halijakuwa likishuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Je, ni viongozi wakuu wa CCM ama ni viongozi binafsi wanaozidi kusababisha gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania kwa mwananchi wa kawaida, jambo ambalo halikuwa likitokea katika serikali iliyokuwa ikitangulia, serikali yake John Pombe Magufuli, kwani aliweza kutumia chama cha CCM kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Kweli
kuliweza kuwa na changamoto, ila sio kwa staili hii ambayo inazidi kushuhudiwa ama kuonekana hivi sasa katika serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya maandamano ya Sabasaba inayozidi kuchangia waandamanaji kuandamana, kwanza kabisa ni swala la kutekwa kwa wale wanaozidi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani. Aina ya uongozi ulioko madarakani hivi sasa haujaweza kupeana nafasi ya kupingwa na kukosolewa, jambo ambalo linazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo mamilioni ya Watanzania wanazidi kuumia, ila wanafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo wataweza kujieleza, kitakachokuwa kikifuatia ni jambo ambalo ni la kuvunja moyo. Hivyo basi inazidi kuchangia mwananchi huyu ambaye hana uhuru wa kujiwasilisha, kipindi na wakati ambapo kutakuwa na maandamano, anazidi kujitokeza na kuandamana ile ukweli aweze kusema kwa wakati huo, na sio kwa manufaa yake binafsi, bali ni kwa manufaa ya mamilioni ya Watanzania wanaokuwa katika kipindi kigumu chini ya serikali iliyoko madarakani. Hivyo basi mtazamaji wangu, kwa wakati huu, kutokana na kile kinachozidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii, ni vyema iwapo viongozi wakuu wa CCM hawataweza kupuzia, bali waweze kufanya kongamano moja ambalo wataweza kuomba kupewa muda ili maandamano ya Sabasaba yaweze kusitishwa. Ila kama kweli uongozi wa CCM utaweza kurejelelea kile kilichoweza kutokea katika maandamano ya mwaka 2025, basi mtazamaji wangu, kwa kweli itakuwa ni habari mbaya kwa uongozi huo mzima. Kwa wakati huu maandamano haya yanazidi kufuatiliwa na watu kutoka katika mataifa ya kigeni. Mbaya kabisa, ni wazi inaonekana Watanzania wapo na uhuru ama wako sahihi watakapokuwa wakiandamana. Iwapo ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole atakuwa hajaweza kujumuika na familia yake, wengineo waliokuwa wameweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Pia katiba mpya ambayo inazidi kujadiliwa hivi sasa kila kona, kwani Watanzania wengi wanaamini kwamba uongozi huu wa CCM, iwapo ungependa kurejesha imani kidogo kwa wananchi wa Tanzania, kwanza kabisa wote walioweza kuathirika na ghasia za maandamano yaliyopita waweze kulipwa, na pia swala la katiba mpya liweze kufanyiwa kazi, na sio viongozi wakuu wa CCM kujitokeza hadharani kuanza kukashifu na kuanza kutishia wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ya kwamba kuandamana hakutakuwa kukiruhusiwa ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Viongozi wakuu wa CCM kwa wakati huu wataweza kusikiliza vilio vya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania ili maandamano ya Sabasaba yasiweze kufanikishwa ama yasiweze kufanikiwa? Na kama ataweza kupozia, je, ni sawa ifike hapo Sabasaba ambapo ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 waandamanaji waweze kutoka na kuandamana? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.